Hivi kaa ni samaki, mnyama ama mdudu? Vipi ukawakuta wamezagaa rundo barabarani? Story iko hivi. Katika kisiwa cha Krismasi kilichopo karibu na pwani Australia, zaidi ya kaa wekundu milioni 50 huanza safari yao ya kushangaza kuelekea bahari ya Hindi kwa ajili ya kutafuta mazingira rafiki ya kuzaliana. Wenyeji wanakuambia kisiwa hiki kilicho karibu na kisiwa cha Java nchini Indonesia hubadilika kuwa bahari ya rangi nyekundu wakati huo wa kaa wanapokuwa wanasonga kutoka misituni wakijaza barabara, mito, miamba hadi kufika ufukweni na kuanza kutaga mayai. Uhamiaji huu huanza mara tu mvua za kwanza za msimu wa mvua zinaponyesha, kawaida mwezi Oktoba au Novemba, lakini mara nyingine huchelewa hadi Disemba au Januari. Mwaka huu safari imeanza Oktoba 19 na inaweza kuchukua wiki moja ama mbili zaidi. Maajabu yako hivi, kaa wanaume huongoza uhamaji huo. Wanawahi, wanachimba ama kuunda mashimo karibu na fukwe, na hata wakati mwingine wanapigana kugombea hayo mashimo. Baada ya wiki chache, kaa wake wanajiunga nao kuanza uzazi na kuweka mayai ndani ya brood pouch ambayo inaweza kuwa na hadi mayai 100,000. Kaa hawa hutapakaa katika barabara na maeneo mbalimbali, wasijali kuwa watakanyagwa na watu ama magari. Wanachojua wao ni kufika watakako. Lakini ili kuwalinda kaa hawa wadogo wasiumizwe, miundombinu maalum kama madaraja imejengwa katika kisiwa hiki ili kuruhusu kusafiri salama barabarani, huku vituo vya redio vya eneo hilo vikitangaza taarifa za mienendo yao ili kusaidia wakazi kuepuka maeneo yenye msongamano wa kaa. Kwa mujibu wa mamlaka za uhifadhi wa Australia, uhamaji huu unatarajiwa kufikia kilele chake katikati ya mwezi Novemba, wakati wa kutaga mayai kwa wingi sana, na kipindi cha pili cha kutaga kikifanyika mwezi mmoja baadaye. Kaa wachanga wataanza kurejea tena ufukweni mwanzoni mwa mwaka mpya, kuendeleza mzunguko huu wa maisha wa kuvutia unaovutia watalii na watafiti kutoka pembe zote za dunia. Vipi huko kwenu? Ni kitu gani huwa kinahama kila mwaka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Tuachie maoni yako.